Wanawake ni wabinafsi zaidi kuliko wanaume. Na kibaya zaidi, ubinafsi wa wanawake huwa haufichiki. Kwa mfano, sasa hivi wanawake wamekuwa wakiuliza swali hili kwenye mitandao ya kijamii. Wanasema, je, mwanamke ananufaika na nini anapokuwa kwenye maisha ya ndoa? Hili swali, usipokuwa na akili, unaweza ukahisi lina ukweli ndani yake. Hili swali, ukilichambua kwa kukurupuka, kweli wewe kama mwanamke unaweza ukasema ni kweli wanaume wananufaika na wao kutuoa sisi, kuna vitu wanafaidika. Lakini nikwambie kitu, ukiwa na akili hili swali sio chochote. Hakuna mtu yeyote anayefaidika na maisha ya ndoa, even mwanaume. Mimi najua lengo la wanawake kuuliza hili swali ni kuwalisha watu sumu ionekane wanaume wanafaidika na maisha ya ndoa, alafu sisi wanawake tunaporwa vitu fulani tunapoolewa. No, kuna vitu haviko hivyo jamani. Yaani kuna vitu mtu ukiviangalia tu kwa mapana unaona kabisa kuna maswali mengine ni ya kijinga na hayana ukweli wowote. Mwanaume mwenyewe pia hafaidiki na chochote anapokuwa kwenye maisha ya ndoa. Kwanza kitu unachotakiwa kukifahamu ni kwamba mwanaume anapooa anajiongezea majukumu kwenye maisha yake. Kumbuka jamii inavyotaka mwanaume awe. Inataka mwanaume anapooa aanze kuichukulia uangalifu hiyo familia anayoitengeneza. Ahakikisha anaihudumia, anaitunza, anaikamilishia mahitaji yake yote. Sasa hiyo ni faida kwa mwanaume? Eti mwanamke, hiyo ni faida kwa mwanaume? Na mkizungumzia masuala ya kwamba ndoto sijui kupata pesa au nini na nini, jamani tusipepese macho. Wapo wanawake ambao wameolewa na bado wamepewa ruksa, wanajituma, yani wanafanya kazi, wanafanya biashara, wanatumia vipaji vyao vizuri tu. Kila mtu na aina ya mwanaume aliyempata. Lakini bado jamii haikuishia hapo. Ilisema kwamba pesa ya mwanamke ni ya mwanamke. Kwa hiyo mwanaume akuoe wewe, uende kwenye nyumba yake, akaanze kukuhudumia, kufanyia kila kitu, wewe uwe na kazi, uende ukafanye hiyo kazi, halafu pesa ziwe za peke yako. Zile ambazo mwanaume anazitafuta ndio zenu, zile ambazo wewe unazitafuta ni zako, chako, chake chako. Sasa ndo uone nani anafaidika zaidi hapo. Tusiwe waongo, yani kuna vitu jamani tusiwe tunavidiscuss kwa namna hiyo, havimechi kabisa. Labda mtafute kitu kingine, hili swali ni la kipuuzi. Mwanaume mwenyewe hafaidiki na chochote akioa. Kuna wengine wanajaribu kulemba uongo ili uonekane kuna ukweli, eti wanaume wakioa wanakuwa wamepata house girl, wanakuwa wamepata watu wa kuwafulia, watu wa kuwapikia, wanakuwa wamepata therapist, sijui nini na nini. Jamani hebu angalieni na nyakati zinavyoenda. Yaani sasa hivi mwanaume anaweza kavipata vyote hivyo hata asipooa. Yaani mwanaume hata asipooa anaweza kupata watoto vizuri kabisa. Hizo starehe ambazo nyie mnahisi wanaoa kwa ajili ya hizo, hata nje huko atazipata. Kufuliwa, kufanyiwa nini, anaweza kafanyiwa hata na mtu baki. Na mwanamke mwingine anaweza akachukua nguo zake akapeleka sehemu zikafuliwe. Anaweza akapata chakula mgahawani. Huyo therapist unayemsema anaweza kaenda kutafuta mwanamke wa kumliwaza. Sasa hivi maisha hayako hivyo. Wanawake, kuna ubinafsi mwingine ni vitu vya kutia hata aibu. Mnauliza swali halina chochote cha maana. Kwa sababu sio kwamba inamaanisha kwamba wote wanaoolewaga wananyimwa nafasi za kufanya vitu fulani. Hapana, wengine wanapewa hizo fursa, wanachezea. Wengine walisharuhusiwa kufanya kazi wakasaliti ndoa zao, wengine waliruhusiwa kufanya kazi wakawasaliti waume zao wakawageuka, kwa sababu ya kigezo cha kwamba pesa za mwanamke ni za mwanamke. Kuna wakati wanawake tupunguze ubinafsi. Kuna vitu waga tunatamani vilete migogoro fulani kwenye akili za watu, lakini hivyo vitu ukifikiria mtu mwenye akili timamu unaona hakuna faida yoyote. Hivi wewe unataka kutuambia mwanaume anafaidika na kukuoa wewe, unampa pesa? Zaidi ya yeye natakiwa atoe tena pesa kukuhudumia wewe. Kuna vitu ni vya aibu sana, hata mimi sijui wewe mwanamke unavyokuwa unafikiria hata kukifikisha kwenye jamii, unakuwa unawaza nini? Halafu unakuta kuna wanawake ni wajinga, na wao wajinga hawafikiria hata kwa makini, na yeye anaenda pale kucomment. Ni kweli wanaume wanafaidika zaidi, wanapata wafanyakazi wa ndani sijui nini na nini. Sio kila mtu anapitia hayo maisha jamani. Hebu tuache uongo. Hao wanaume nao tunawavisha mno ubaya jamani. Kuna watu wanaishi maisha mazuri, wameolewa, wametafutiwa mabinti wa kazi, wala sio house girl kwenye nyumba zao. Wako tu wengi tu wanaishi maisha mazuri. Wako wanawake wana vipato vyao, wanafanya kazi na wako kwenye maisha ya ndoa. Ni aina tu ya mwanaume uliyempata. Mimi nakwambia tu kitu kimoja. Mwanaume anaweza kukuruhusu kufanya kitu chochote kile, ili mradi hicho kitu kisiwe kinahatarisha nafasi yake kuonekana kwenye familia. Yaani hiyo mwanamke, nitakwambia ukweli tena na tena, wanaume hata sio watu wagumu kwa namna hiyo.
Mwanaume anaweza akakuruhusu kufanya kitu ambacho mwingine hawezi kumruhusu mke wake kufanya, ili mradi tu anaona nafasi yake iko pale pale, heshima yake iko pale pale, umuhimu wake uko pale pale. Yaani wewe kufanya hicho kitu hakuhatarishi nafasi yake kwa namna yoyote. Kwa hiyo hao wanaume na wenyewe tuwapunguzie adhabu. Kwa mfano mimi hapa, watu wengi sana wakinionaga huwa wanafikiri huyu dada hajaolewa, kwa sababu wanaamini ni kitu kigumu sana mwanaume kumruhusu mke wake kufanya. Lakini mimi nimeruhusiwa kufanya kwa sababu hakihatarishi chochote kwenye maisha yetu ya ndoa, na bado heshima yake kama mwanaume iko pale pale. Bado anaiona nafasi yake kwangu na ananisapoti kwa sababu anajua mke wangu ananiheshimu na nafasi yangu iko pale pale. Wanawake, acheni kuwa negative thinker. Acheni kuwa hivyo. Acheni kuwa waongo jamani. Kuna watu wameolewa vizuri na wana kazi vizuri, wana pesa vizuri, maisha yao yanaenda. Lakini ukiona tu ndoa ya namna hiyo, ujue haina ubinafsi kama ambao nyinyi huwa mnautumia. Hiyo negative thinker hiyo ukiifanya kwenye maisha ya ndoa, hakuna kitu utaona kinafanya kazi. Mwanaume hawezi kukuruhusu wewe uendelee kujitanua kiuchumi wakati anaona nafasi yake inapotezwa. Anaona wewe utapotea, utamkimbia, anaona utavunja familia yenyewe. Ndio hapo mwanaume anapoanza kukudhibiti. Nakwambia ukweli kabisa, wanaume walio wengi hata hawana hizo roho, mnawapa tu ubaya. Na wengine walishaumizwa ndio maana wamekuwa na misimamo ya namna hiyo. Lakini mwanaume anaweza kukuruhusu kufanya kitu chochote kile. Kipawa chako anaweza karuhusu kitendee kazi, ili mradi tu hakipotezi nafasi yako. Lakini kwa bahati mbaya sisi wanawake tumekuwa tunageuka. Tunapoanza kufika level fulani tayari unaanza kumuona mwanaume sio chochote, tayari heshima umpi mwanaume, ubinafsi unatawala. Lakini usipokuwa mbinafsi, mimi nakupa siri tu, usipokuwa mbinafsi, wewe utaushuhudia uzuri wa mwanaume kwa namna kubwa sana. Wanaume sio watu wabaya. Yaani mimi nina uhakika na ninachokizungumza. Sio watu wabaya. Linapokuja swala la yeye kuendeleza kitu ambacho mke anacho, uwe na kipaji, uwe unaweza ukafanya biashara, uwe unaweza ukafanya nini, mwanaume anaweza kukusapoti vizuri kabisa. Lakini shida inakuja ni kwamba wanaume wengine huwa wanabadilika wanapoona nafasi zao sasa zinakuwa hatarini. Heshima tena inakuwa haipo. Hawa wanaume na wenyewe tuwahurumie jamani. Tusiwe tunawatusha kila kitu. Kuna vitu havina hata maana hiyo. Tunataka kila kitu kuoverthink. Wanawake tunakuwa overthinker sana. Halafu ni negative thinker. Hatufikirii vitu vya maana. Wewe unapokuja kwenye jamii kuzalisha swali kama hilo, unamaanisha hao wanawake walioolewa wao ina maana wao wameingia kwenye jela, wametekwa? Mimi sijui hata ina maana gani. Mtu unaenda kuishi kwa mtu, anakulisha, anakuvisha, anakufanyia kila kitu, bado unauliza faida unayoipata. Jamani, ndoa sio biashara. Wanawake, badilikeni, ndoa sio biashara. Ndoa ni mahali pa makubaliano, watu mnakubaliana kuanzisha familia. Na ukiona kuna mwanaume anakuwa na msimamo wa kutotaka mke awe na aendeleze kipaji chake au nini, kuna namna anaona kuna hatari mbele, ndio maana anakataa. Na kuna mwingine, wewe mwanamke ukitumia hekima ya hali ya juu na akaona hicho kitu kimeanza kufanyika, hakina madhara yoyote kwa upande wa heshima yake, nafasi yake inaonekana kama kawaida, maisha yanaenda tu vizuri. Mimi ndio maana nawashangaga tu mnaokuja kwenye comment, huyu anaongea tu, yeye ni single mother, huyu hajaolewa. No, mimi nina ndoa yangu vizuri kabisa, nimeolewa. Na watu walio wengi, hata watu wangu wa karibu wengine walikuwa wananiuliza eti, au mlishaachana na mume wako? Kwa nini unafanya hivi? Yaani wanaona ni kitu cha ajabu. Lakini mimi nakwambia tu kweli, kama mwanaume anaiona nafasi yake vizuri, atakuruhusu kufanya chochote kile. Kama hakuna ubinafsi, anaona mnashirikishana, unamshirikisha. Kwa sababu kiukweli mwanaume hawezi kufuatilia vitu vyako. Lakini wewe mvute karibu, mshirikishe, mume wangu iko hivi na hivi hivi na hivi. Mwanaume anapoona hakuna hasara yoyote anayoipata kwa wewe kufanya kitu fulani, anakusapoti kwa 100%. Nakwambia ukweli. Sasa badala ya wanawake kupambana kutengeneza huku familia zetu huku ndani, tunaanza kupambana kumtafuta mchawi. Tukimaanisha kwamba mwanaume ndio mchawi, yani mwanaume sasa ndio mtawala wa ndoa, yani yeye sasa tuseme kwa mfano kama ni gereza, yeye ndio yule nyampala yule ambaye anawatawala wenzie na kuwaumiza wenzie. Sio kweli jamani, acheni kuwafanya hivyo wanaume, mnachokifanya sio kizuri. Vitu vingine ni ubinafsi. Alafu mimi nashangaga hata wanawake, kwa nini mnakuaga mnaelewa kila kitu kipuuzi? Hebu chimbueni vitu, fikirieni, ongeeni vitu ambavyo ni fakti. Vitu ambavyo ni fakti. Kuna wanawake hapa walishawageuka waume zao jamani, tusiwe waongo. Wewe leo unatoka kuuliza swali kama ile eti anafaidika na nini? Kwani mwanaume anafaidika na nini tukuulize wewe? Sasa hivi tukisema tukuulize wewe, dada, haya umesema wanawake wanafaidika na nini kwenye ndoa? Tukuulize wewe, haya huyo mwanaume anafaidika nini na kuoa?
Kama unaweza ukatuambia anafaidika na nini? Wewe ukiona umefuata faida kwenye ndoa, tafadhali sana ondoka kwenye ndoa, nenda kaanzishe biashara. Fungua biashara, uanze kutafuta hasara na faida. Lakini maisha ya ndoa sio biashara. Sio biashara kabisa. Kuna vitu wanawake tunaulizana ni vitu vya kipuuzi. Mimi nashindwa hata kwa nini wanawake tunakuwa hivi? Wanawake sasa hivi tumekuwa ni negative thinker. Kila kitu tunataka tupeleke kwenye ubaya. Kila kitu tupeleke kwenye ubaya. Tunajaribu kuwashawishi watu kwamba taasisi ya ndoa ni kitu kibaya. Lakini mbona kila siku watu wanavaa mashela huko wanafunga ndoa? Hao ni akina nani jamani? Tusaidieni. Hao wanaofunga ndoa ni akina nani? Kila siku watu wanaingia kwenye maisha ya ndoa. Lengo la nyinyi kuwauliza watu maswali kama hayo, mnamaanisha kwamba ndoa inawapa hasara. Haya basi tupeni faida ambayo wanaume wanaipata. Kumbe mambo yasiwe mengi. Kama mmesema wanawake hawafaidiki, basi mtuambie wanaume wanafaidika na nini? Na msije hapa mkaanza kutuambia anapata house girl. Hivyo vitu mwanaume anaweza kafanyiwa hata na mwanamke yeyote, hata asipooa. Hivyo ndo msituambie kabisa. Masuala ya kwamba anafaidika nenda kufuliwa bure, sijui anapikiwa bure. Hivyo msituambie. Msituambie kabisa vitu vya namna hiyo. Kwa sababu mwanaume hivyo anaweza kavipata hata huko nje. Kwa hiyo wewe hata ukikaa peke yako unafaidika na nini sasa? Tuambie basi, ukikaa bila ndoa unafaidika nini? Jamani, hakuna chochote ambacho ni faida. Inategemeana na wewe tu unavyotazama kitu. Kwa mfano, watu wengine wanasema ndoa sio mafanikio, lakini kwa mwingine ni mafanikio. Mwingine mtoto sio mafanikio, kwa mwingine mtoto ni mafanikio. Kwa hiyo mimi nawaambia tu kweli, hapa duniani kila mtu mafanikio anayatafsiri kwa namna yeye anavyofikiria. Kuna mwingine kitu fulani ni mafanikio na mwingine sio mafanikio. Ukianza kusema wanawake wanafaidika na nini, tukikuuliza wanaume wanafaidika na nini hapa, utaanza kutuambia wanapata mausgelo. Hivyo usituambie. Nje ya hivyo vya mausgelo tuambie haya anafaidika na nini. Unakuja na pesa kutoka kwenu. Tena wanaume ndio watu ambao wanaoaga wanawake ambao hawana elimu, hawana kipato, hawana kazi, hawana biashara. Kuna wengine wameolewa hawana elimu yoyote, wao wamekaaga tu ndani, wanalishwa, wanavalishwa, wanafanywa kila kitu. Eti faida ya ndoa ni nini? Jamani, kama hizi ndoa sasa hivi ni biashara, mtuambie. Mtuambie kabisa tujue mapema kwamba kumbe sasa hivi ndoa ni biashara. Lakini ndoa sio biashara. Ndoa ni muunganiko. Watu wawili mnaamua kuingia kwenye agano kwamba tutatembea pamoja, tutatembea katika safari moja, tutafanya vitu kwa kushirikiana, tutasikilizana, tutapendana, tutaheshimiana. Lakini mkianza kutuuliza masuala ya faida hapa, mtatuchanganya bwana we. Mnatuchanganya. Ndoa sio biashara bwana. Acheni mambo yenu. Wanawake, acheni kuingizia mada ambazo hazina mashiko. Mnatia aibu. Unakuja kuuliza kitu ambacho hakina faida kwa mtu yeyote. Unapotafuta mada at least ya kuwakosoa wanaume ionekane wanatunyanyasa sisi wanawake, tafuteni mada zenye uzito. Hizi mada ni za kipuuzi. Ukiwa na akili kabisa timamu, ukakaa ukafikiria, unagundua hakuna anayepata faida zaidi tu ya ubinafsi ndio unazungumza. Wewe huwezi ukatuambia hayo mambo bwana. Hebu acheni kuuliza maswali ambayo hayana maana. Ukiona kitu hebu kaa chini ukidiscuss na wewe, pima kwamba hiki nikiwapa watu kweli kitawaingia akilini. Acheni kutupa vitu ambavyo haviingia akilini. Wewe ukianza kutuuliza masuala ya mwanamke anafaidika na nini, na sisi tutakuuliza mwanaume anafaidika na nini. Ukiwa una akili tu timamu, uuliza upate faida za pande zote mbili, alafu uone. Na ndio maana mimi wanaume nawaambiaga mimi wanaume unajua haya mambo nawaambiaga mimi nyinyi. Hamnisikiagi tu. Wanawake wanaangalia faida kwenye ndoa, hamtaki kunielewa. Haya sasa hivi mnaulizwa huko, faida ambayo wanawake wanaipata kwenye ndoa ni ipi? Unajua wanaume sometimes mimi nikivaa viatu vyao kwa kweli ni vizito. Mwanaume anatakiwa amuoe mwanamke. Anatakiwa atimize mahitaji yote. Afanye kila kitu kwenye familia. Bado amruhusu mke kujishughulisha, amruhusu mke kufanya kipaji chake. Na bado mke akipata pesa kwenye hizo biashara zake, pesa za mke ni za mke. Sasa hawa wanaume jamani wafanye nini jamani? Mbona hivi vitu vinachanganya sana? Hata ungekuwa wewe kwenye nafasi ya mwanaume, ungefanya nini? Wewe umhudumie mwanamke, umvishe mwanamke, uhakikishe anapata mahitaji yote, uhudumie familia, kila kitu uhakikishe unafanya, na bado umruhusu mke kujishughulisha. Na bado akijishughulisha akipata pesa yake ni yake tu. Sasa si bora kila mtu akae mwenyewe sasa kama ndo hivi? Mimi naambia ukweli wanawake, kila mtu bora akae mwenyewe. Hata wanaume bora wasioe tu. Kama mambo yenyewe ndio hayo kwamba muende mkahudumiwe, mfanyiwe kila kitu na bado mfanye kazi au mtumie vipaji vyenu, mkipata pesa, tena pesa hizo sio za wanaume, hawatakiwi kuingia kwenye hizo pesa, hizo ni za kwenu binafsi. Bwana kila mtu akae mwenyewe bwana. Hakuna anayefaidika bwana, msitudanganye. Msitake kututafutia mada ambazo hazipo hapa. Ni uongo.
Yaani ni uongo, kuna vitu vingine ni uongo mkubwa, na ubinafsi, kuambukizana upuuzi, kuambukizana upumbavu. Tunatengeneza kizazi kilichojaa mambo ya kipuuzi. Kila kitu mnataka mkitazame kama faida. Mnakuja kutudanganya hapa eti mwanaume akioa anafaidika kupata watoto, wewe unaenda unamzalia watoto. Watoto wenyewe ukibaki nao unawalisha sumu. Hata baba mwenyewe hawamkumbuki. Sasa hao watoto wanakuwa ni faida kwa baba au ni faida kwako? Unalea watoto na mume wako, mnalea kwa pamoja, mume wako anasomesha, wakifika mmefika uzeeni, watoto wanakuja kwako, nani kama mama? Haya, mnatuambia nini bwana? Hebu mtuache bwana. Mtupishe bwana wewe. Msituletee mada za kutuchanganya hapa. Sisi wenyewe ni akina mama, tuna uchungu. Tuna uchungu hasa sisi wa mama wenye watoto wa kiume, tuna uchungu kwa kweli. Mimi mwenyewe nina watoto wangu wa kiume, nawaza kwamba haya mambo yakiendelea hivi tutachanganyikiwa hapa duniani. Mambo sio mazuri. Yaani mnataka kutengeneza wanaume ionekane hapa duniani wao sasa hawana thamani. Hakuna mtu aliyekulazimisha wewe uone ndoa ni kitu cha thamani kwako jamani. Kwa hiyo msilazimishe watu walioolewa waone sio kitu cha thamani kwao. Kila mtu aamini anachokiamini. Acheni kuwajenga watu kwenye mada za kipuuzi. Ulizeni fakti. Yaani ongeeni vitu ambavyo ni fakti, mtu akifikiria aone kabisa hili lina ukweli. Unakuja hapa kutuuliza maswali ya kipuuzi, unatuambia wanawake wanafaidika na nini? Sasa hao wanaume wanafaidika na nini? Watoto wenyewe mwisho wa siku ndio unasema unamzalia mwanaume, lakini wanamgeuka baba yao. Kesho wanakuwa watoto wako, afu mnataka mtudanganye hapa. Mimi naongea bwana, mtajua wenyewe bwana. Tunachoka. Sasa hivi kwenye jamii mnatupa kazi kubwa sana ya kuelimisha. Watu mnazidi kuwadidimiza kwenye ujinga na upumbavu. Watu wanalala kwenye ujinga. Kwenye ndoa unafaidika na nini? Kwenye ndoa unafaidika na nini? Kama unataka faida, kaa kwenu. Fungua biashara, uendelee kuangalia faida na hasara utakazozipata kwenye biashara yako. Kwenye maisha ya ndoa hakuna hivyo vitu. Msituchoshe bwana wewe. Kama nyie mnatafuta faida kwenye ndoa, kaeni huko na wazazi wenu, kaeni kwenu au tokeni kwenu mwende mkatengeneze maisha yenu binafsi. Msiingie kwenye mahusiano, msiolewe. Wanawake mnazidisha ubinafsi. Mnazidisha mno. Hivi nao wanaume wangekaa waanze kuulizana faida wanayoipata kwa kuoa, wanaume wasingeoa. Wasingeoa. Tunaishi kwa kuhitajiana. Narudia, tunaishi kwa kuhitajiana. Kila mtu ana majukumu yake tofauti ambayo anawajibika kwenye maisha ya ndoa. Na ndio maana wewe ukiolewa, mwanaume hakulazimishi wewe kufanya kazi. Yaani wewe hata ukiamua kukaa miaka 20 nyumbani, yeye atakuhudumia tu. Kwa sababu yeye analibeba hilo kama jukumu lake. Kwa nini wewe kufanya majukumu usiyabebe kama jukumu lako? Unaanza kuona hapana, kwa nini sisi tunafanya hivi, tunakuwa kama house girl, sijui nini nani. Kwa hiyo ukikaa peke yako hivyo vitu hutofanya. Mwenzetu ukikaa peke yako hutopika, hutofua, hutofanya chochote. Ndio mnachotaka kumaanisha? Hebu acheni ubinafsi bwana, mnatia aibu. Yaani vitu vingine mnatia aibu. Kuna mada nyingine hata azimechi mnang'ang'ania ziende huko, lakini haziwezi kwenda huko bwana. Mtu ukitumia tu akili unaona hivi vitu ni vya kijinga. Na unakuta mwanamke mzima kabisa mwenye ndoa yako unaenda kucomment pale eti tunachofaidika ni hakuna chochote zaidi ya sisi kuwa wafanyakazi, sijui fyoko. Tokeni hapa na nyinyi mnatuchosha bwana.